Sekta ya usafirishaji na logistics ni muhimili muhimu sana katika kufanikisha utoaji wa huduma bora za umeme kwa wananchi wetu. Bila mfumo madhubuti ya usafiri ni vigumu kufikisha huduma kwa wakati, hasa katika maeneo ya vijijini na maeneo yenye changamoto za miundombinu. Ndugu washiriki, serikali ya awamu hii ya 6 imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika shirika la TANESCO, hususan katika ununuzi wa vyombo vya usafiri ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi kote nchini. Ndugu zangu, hivyo basi ninapenda kutoa wito kwenu wote mliopo hapa kuhakikisha mnatumia fursa ya mafunzo haya kujifunza kwa bidii na kubadilishana uzoefu utakaosaidia kuboresha usimamizi wa rasilimali hizi muhimu. Hapa tuko watu tofauti. Mwingine aliajiriwa miaka 3 iliyopita, mwingine ana miaka 10, mwingine ana miaka 2, mwingine ndio kaanza mwaka huu. Kwa hiyo tusiseme tuna uzoefu. Kila mafunzo huwa ni mapya kwa wakati wake. Nimetaarifiwa pale na wataalamu manager wa TANESCO na manager wa security service pale kwamba teknolojia inaendelea kuboreka hata kwenye vyombo vya usafiri siku hata siku. Kuna Land Cruiser unaweza ukaletewa, kama ni driver akaletewa Land Cruiser ya mwaka huu 2026 na mwaka 2008 akashindwa kuifungua hii ya mwaka 2026 kwa sababu ni dijitali, ukiingia tu unabonyeza. Kwa hiyo ndugu washiriki, teknolojia inabadilika, na msije mkasema najisema mimi kwa sababu niliingia kwenye gari fulani natafuta funguo sioni, nikaambiwa bonyeza hapo, nilipobonyeza ikawaka. Sasa hivyo hivyo hizi magari ya winchi na nini yanayokuja haya, teknolojia tu za kubonyeza badala ile virungu vile vya zamani, mnakumbuka? Kwa hiyo haya yanatufanya sisi sote mafunzo ya leo tujione kama wapya, washiriki wapya katika mafunzo. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na nidhamu ya mafunzo haya, kuyasikiliza na kuyazingatia. Jamani, swala la umeme na TANESCO kwa ujumla si swala la kuhudumia wananchi tu, bali pia ni swala zima la kiusalama. Umeme unapokosekana sio swala la wananchi tu, swala la kiusalama, kwa maana kwamba umeme unatumika viwandani, umeme unatumika kwenye mashine za kusukuma maji, mashine za aina yoyote. Kwa hiyo umeme unapokosekana, huduma hii inapokosekana kwa wakati, maji yatakosekana, viwanda vitashindwa kuzalisha na kadhalika, ajira zitakosekana na kila kitu. Kwa hiyo ni swala la kiusalama. Kwa tunapochukulia swala la ununuzi wa vifaa kwa ajili ya kutoa huduma kwenye shirika letu la TANESCO, izingatiwe swala kwa uzito wake kwamba ni swala la kiusalama. Hivi ni swala nyeti linalotakiwa kuangaliwa na kusimamiwa kwa umakini sana kupitia kada zetu tulizokuwa nazo, yani kama maafisa usafirishaji.